إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول الله جل من قائله: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. أقسم الله تبارك وتعالى في هذه السورة بالأوقات دلالة على عظمتها وعظم الأعمال الصالحة فيها. Allah subhanahu wa ta'ala ameapa katika aya hizi juu ya nyakati, dalili ya kuonyesha utukufu wa nyakati na vile vilivyoapiwa pamoja na hizo nyakati. Walillahi an yuqsima bima sha'a min makhluqati, amma al-makhluq fala yajuzu lahum al-half wal-qasam illa billahi tabaraka wa ta'ala wa biasma'ihi wa sifatihi. Allah ana haki ya kuapia chochote anachokitaka katika viumbe vyake. Ama kwa upande wa viumbe haijuzu kwao kuapa illa kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Na ameapia vitu vingi, kaapia nyakati, kaapia baada ya viumbe, na chochote alichokiapia Allah subhanahu ni dalili ya ukubwa na utukufu na heshima ya hicho alichokiapia. Ndio maana Allah akakiapia kuonyesha utukufu wake. Kwa kaapia Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hizi za mwanzo, kwanza kaanza kuapia wakati wa alfajr, lakini pia akaapia siku 10 wa layalin ashar. Ninaapa pia kwa masiku 10. Amenukuu al-Imam Abu Ja'far at-Tabari, Imam al-Mufassirin rahmatullahi ta'ala alayhi, katika tafsiri yake ijmaa ya mufassirin huwa muradi wa layalin ashar, maana yake 10 ayamin min dhil-hijja. Muradi wake kwa ijmaa ya mufassirin kwamba ni masiku 10 ya mwanzo ya mwezi wa Dhul-Hijja, ambapo kama tutakuwa tuna muda mrefu uliobaki, basi yawezekana ikawa ni kutwa ya Jumamosi, Jumapili ikawa tumeingia kwenye hayo masiku bora ya dunia. Lakini pia inawezekana ikawa ni siku ya Jumapili
kwamba ndio siku ya mwisho ya mwezi wa Dhulqaada, na siku ya Jumatatu ikawa ndio siku ya kwanza ya mwezi wa Dhulhijja. Imekuja riwaya na usimuliwa na Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ameaita masiku haya khairu ayami dunya, khairu ayami dunya, masiku bora ya duniani ni masiku haya 10 ya mwanzo ya mwezi wa Dhulhijja. Na kama itakuwa ubora wa masiku haya, basi itakuwa ni ubora wa matendo yanayofanywa ndani ya masiku hayo. Allah kayapia masiku haya umuman wa layalin ashar, alafu akafanya takhsis baada ta'nin, akasema washaf'i, ishafi ni katika masiku 10, walwatri, na hiyo alwatri pia ni katika haya masiku 10. Kwa hiyo ameapia ujumla wa ubora wa masiku 10 ya mwanzo ya mwezi wa Dhulhijja, alafu akataja kwa njia ya khususia baadhi ya siku ndani ya siku hizo 10 aliposema washaf'i ni siku ya mwezi 10 yaumun nahar, walwatri, na siku ya watri ni siku ya mwezi 9 katika siku ya Arafa. Haya masiku mawili ndiyo siku bora zaidi katika haya masiku 10. Siku 10 zote za mwanzo za mwezi wa Dhulhijja ni katika masiku bora ya dunia, lakini katika ubora huo hizi siku 2 za mwisho, siku ya tarehe 9 na tarehe 10, ndiyo katika masiku bora zaidi kwa mtu kufanya matendo mema ndani yake. Ikhwani, rawa al-Imam al-Bukhari wa Muslim rahmatullahi ta'ala alayhima fi sahihayhima min hadithi Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ma min ayamin العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام 10، يعني 10 من ذي الحجة. قيل أو قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك شيء. Anasimulia Abdullah ibn Abbas radhi za Allah ziwe kwake na baba yake kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, amesema hakuna masiku ambayo matendo mema yanayotendwa katika masiku hayo yanapendeza zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuliko matendo yanayofanywa ndani ya siku 10 za mwanzo za mwezi wa Dhulhijja. Qalu, masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam radhi za Allah ziwe juu yao wakasema wala aljihadu fi sabilillah, ewe mjumbe wa Allah, yani matendo hayo yanapendeza kuliko hata kupigana jihadi katika njia ya Allah. Qala wala aljihad, akasema alayhi salatu wassalam hata jihadi pia haiwezi kawa bora kuliko matendo mema yanayotendwa katika siku 10 za mwanzo za mwezi wa Dhulhijja. Yani akitokea mtu ameswali rakaa 2 katika masiku haya 10 anakuwa bora kuliko mtu aliyeenda kupigana jihad. Naam, faqala sallallahu alayhi wa sallam illa rajulan kharaja bimalihi wa nafsihi falam yarji' min dhalika shay, labda mujahidi ambaye ametoka kwake yeye pamoja na mali yake vyote kavipeleka kwenye jihad, alafu yeye akapata shahada, alafu mali yake pia nayo ikateketea kwenye njia ya Allah, huyu anaweza kufanana na mtu ambaye anafanya wema wowote katika masiku haya 10 ya mwanzo ya mwezi wa Dhulhijja. Ayuha almu'minun, Allah ameichagua familia moja kuitengenezea sura ya ibada, ambayo ibada hiyo ndiyo mihwar ya masiku haya 10 ya mwezi wa Dhulhijja. Ikhwan, katika nguzo 5 za Uislamu, ukianza na shahada 2 mpaka nguzo ya mwisho ya haji baitillahi alharam, hebu ziangalie hizi nguzo 5, nazo zina mchango kwa namna moja au nyingine
kuweka ubora wa masiku haya. Shahada mbili hazikuwekewa wakati wala hazikuwekewa maeneo. Eneo lolote unaweza ukatamka shahada mbili, eneo lolote unaweza, yani wakati wote unaweza ukatamka shahada mbili. Sio kwamba kuna wakati maalum ambao wakati huo ukifika ndio unatakiwa utoe shahada mbili. Kuna maeneo maalum, ukiwepo maeneo hayo ndio utoe shahada mbili. Hakuna. Shahada mbili unatoa popote, maeneo yoyote. Nguzo ya pili, iqamatu salat, kusimamisha swala. Nguzo hii pia haikuwekewa maeneo maalum ambayo bila maeneo hayo huwezi ukaswali. Fa ayyuma rajulin min ummatihi adrakatuhu salatu falyusalli ju'ilat liya al-ardu masjidan wa tahura. Umma wangu umejaliwa ardhi yote ni eneo la kusalia na ni chombo cha kujitaharishia. Fa ayyuma rajulin min ummati, mtu yoyote katika umma wangu adrakatuhu salat, amedirikiwa na sala sehemu yoyote, falyusalli. Akafanya istithna Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam baadhi ya maeneo ambayo hafai kusalimu, lakini kwa ujumla sehemu yoyote mtu anaswali, ila maeneo haya takriban kama 7. Nguzo hii ya pili unaifanya popote kwenye mazingira yoyote, ila wakina mama kwa wakati wao watakapo kwenye mzunguko watakiwa swali. Ama mtu aliyeko tahara anaswali popote katika muda wowote, pamoja na kwamba swala 5 zimewekewa wakati maalum, lakini sio maana yake kwamba bila wakati huo utakiwa kuswali swala yoyote. Na bila misikiti ambayo imewekwa ni sehemu ya lazima kwa wanaume kwenda kuswalia, sio maana yake asiyokuwepo msikitini natakiwa kuswali. Fa ayyuma rajulin min ummati adrakatuhu as-salatu falyusalli. Nguzo ya tatu, itau zaka. Hapakuwekwa wakati maalum wa mtu kutoa zaka. Akianza biashara mwaka huu akawa na nisab, maana yake tarehe kama hii mwaka ujao anatakiwa atoe zaka. Sawa sawa kaanza mwezi wa Januari, Februari, Machi, Aprili, Desemba, ameanza mwezi wa Dhulhijja, mwezi wa Dhulqaada, Safar, wakati wowote atakapoanza ikifika muda kama ule anatakiwa atoe zaka. Lakini ibada ya saumu imewekewa wakati maalum. Ule wakati maalum wa saumu ndio wakati bora kuliko nyakati nyingine zote, na mwisho wake kuna siku 10 bora. Si unaeleweka vizuri? Saumu imewekewa mwezi maalum. Ule mwezi maalum wa saumu ule umekuwa mwezi bora kuliko miezi mingine yote. Ibada ya haji, nguzo ya 5, imewekewa wakati maalum. Ule wakati al-hajj ashhurun ma'lumat, zile nyakati zilizowekewa kufanya ibada ya hija zimekuwa ni nyakati bora, na maeneo yaliyowekewa kufanya ibada ya hija yamekuwa ni maeneo bora. Na ndani ya nyakati hizi, kwa maana kwenye ibada ya saumu iliyowekewa mwezi maalum na kwenye ibada hija iliyowekewa mwezi maalum na maeneo maalum, zile nguzo nyingine ukizifanya kwenye nyakati hizi nazo zinakuwa ni bora zaidi kuliko ukifanya kwenye wakati mwingine. Yani mtu akatoa zaka ndani ya misimu hii, ima Ramadhani au katika Dhulhijja, anakuwa thawabu zake ni bora zaidi kuliko akitoa katika miezi mingine. Kwa hiyo ikhwani, ubora wa masiku haya umeambukiza pia nyakati za kufanyiwa ibada. Zile nyakati ambazo zimewekwa ndani ya nyakati hizi, nazo nyakati hizo zimekuwa bora kutokana na ubora wa hizo ibada zinazofanywa ndani ya wakati. Msimu tulionao ni msimu wa kutekeleza nguzo ya 5 ya dini ya Uislamu, kwa sababu nguzo hii imewekwa eneo maalumu la Makka, lakini imewekwa katika wakati maalumu, hasa utekelezaji wake unafanywa ndani ya mwezi wa Dhulhijja. Wakati umekuwa ni bora zaidi kuliko nyakati nyingine. Ikhwani fil iman, Allah ameipendelea, na sio kupendelea kwa maana kumili. Allah ameichagua, ameiteua familia ya Nabii Allah Ibrahim na mtoto wake wa kwanza Ismail na mke wake mdogo Hajar na mjukuu wake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wawe ndio kiigizo katika masiku haya. Kwenye matendo yote ambayo tunayafanya tukope katika familia hii tukufu. Miongoni mwa matendo bora yanayoonyesha unyenyekevu wa kupindukia ni tukio la Nabiyullah Ibrahim alayhi salam kutaka kumchinja mwanae kwa kutekeleza amri ya Allah tabaraka wa taala. Yaqulu Allah tabaraka wa taala,
فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. Allah anatusimulia katika kitabu kitukufu cha Qur'an, falamma balagha ma'ahu sa'ya, alipofikia Ibrahimu alayhi salam, alipofikia Ismaili alayhi salam umri wa kutoka na baba yake Nabiullah Ibrahim alayhi salam. Baadhi ya mufassirin wanasema alipofikia umri wa miaka 13 akawa anatoka na baba yake kwenda kwenye majukumu ya kutafuta riziki na kuhangaika kwa ajili ya riziki yao. Baba akiwa na mwanae wametoka, anamwambia mwanae, ewe mwanangu, inni ara fil manam, mimi naona ndoto inayokariri mara kwa mara, ani azbahuk, mimi ninakuchinja wewe. Kila wakati naota nakuchinja, mara nyingi inakariri ndoto hii. Fandhur madha tara, unaonaje mwanangu ndoto hii? Mtoto aliposikia maneno yale akamwambia baba yake, ya abati fa'al ma tu'mar, ewe baba yangu fanya ulichoamrishwa. Amezingatia kwamba ndoto za manabii ni wahi na ni amri. Fanya ulichoamrishwa, satajiduni insha Allah minas sabirin, kwa matakwa ya Allah utanikuta katika wale wenye kuvumilia. Falamma aslama, waliponyenyekea wale watu wawili, baba alinyenyekea kwenye amri ya Mola wake alipoamrishwa mchinje mwanae, na mtoto akanyenyekea kwenye kumtii baba yake kukubali kuchinjwa. Watallahu liljabin, baba mtu akamlaza mtoto kifudifudi atakumpelekea kisu cha shingoni. Wanadainahu an ya Ibrahim, tukamwita Ibrahim, ewe Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, umekubali ndoto hii na ni ndoto ya kweli. Inna kadhalika najzi almuhsinin, sisi hivi ndivyo tunavyowalipa waja wema. Wafadainahu bidhibhin adhimin, tukawa tumempa fidia ya kichinjwa kitukufu kinachotoka peponi badala ya kumchinja mtoto wake. Matendo haya yote tumetakiwa sisi tuyafanye. Unaonaje kama ingebakia amri ile ile kwamba mtu katika umri wake amchinje mwanae mmoja? Ungeweza? Sasa kuchinja 120,000 yako, 150,000 yako lillahi, unaona tabu wakati watu walikubali hata kuchinja watoto wao. Najua Ibrahim amempata Ismaili akiwa na umri gani? Miaka 98. Miaka 98. Afu kampata mtoto wenyewe huyo mmoja, anatahiniwa kwa mtoto huyo mmoja. Shetani anakuja katika ile jamara, unasema ile jamarati pale Maka, na ni moja ya ibada ambazo wamefanya mahujaji kwenda kutupa mawe. Shetani anampata Ibrahim kwenye jamara ya kwanza ile ndogo, anaambia Ibrahim, wewe upo sawa kweli? Mwana wenyewe huyu mmoja, afa nataka kumchinja huyo. Kwa nini unakubali hizi ndoto za ovyo ovyo? Ibrahim akachukua mawe 7 akampiga shetani. Akaona hapa pana shetani, akatoka akaenda kwenye jamara ya pili al-wusta, kamweka mtoto wake hata kumchinja. Shetani kaja, Ibrahim subiri kidogo, sikiliza, usifanye hivyo, huyu mtoto wenyewe ndio huyu naye. Ibrahim asema a'udhu billahi minash shaitani rajim, kachukua mawe kampiga naye, akatoka. Ona hapa pia pana shetani, akaenda kwenye jamara al-kubra ya mwisho ya 3 ile, hata kumchinja. Shetani pia akaja. Ibrahim akachukua panga lake akalipeleka vile vile, anataka kumfikisha kwenye shingo ya mwanae, amemlaza kifudifudi, shingo na panga linakwenda kisogoni, eneo la shingo kwenda kisogoni. Anaambiwa usichinje tena. Sisi hatuna shetani, hatuna nini, lakini pesa zetu tunazipenda, wala hatutaki kuchinja shilingi 100,000 yako kwa ajili ya mbuzi mmoja au kondoo mmoja, au shilingi 700,000 yako 800,000 yako kwa ajili ya ng'ombe mmoja mkishirikiana watu 7, au ngamia mmoja. Kwa hiyo sisi pesa hizi zina thamani kuliko kutekeleza amri hii ya Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin,
والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلى الله وسلم على إمام المرسلين نبينا محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون، tunatakiwa tuchinje baada ya kuswali salatul Eid. Tunatakiwa kuelekea kwenye kuchinja. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, awwalu ma nabda'u bihi fi yawmina hadha as-salat thumma nadhhabu ala al-harb faman fa'ala mithla hadha faqad asaba sunnatana. Tunatakiwa jambo la mwanzo siku ya tarehe 10 ya mwezi wa Dhulhijja, takriban siku 12 13 zijazo, jambo la mwanzo tunaanza nalo ni kusali. Ukishamaliza kusali tu tunakwenda kuchinja. Atakayefanya hivi atakuwa kapatia mwenendo wetu. Lakini ikhwan, anatoa angalizo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama ilivyokuja katika Sahih Muslim min hadithi Ummi Salama radhiyallahu ta'ala anha, asema idha dakhala al-ashr al-awail min Dhul-Hijja wa arada ahadukum an yudhi fala yumsikanna min sha'rihi wa adfarihi shay. Zikiingia siku 10 za mwanzo za mwezi wa Dhul-Hijja na mmoja wenu akanuia kuchinja, basi asikate kucha zake wala ngozi wala nywele zake chochote. Siku hizi leo hii tunazungumza hapa tarehe 28, imebakia kutwa ya leo na kesho tarehe 29, na naomba niweke angalizo hapa, kadhia hii haina mwezi wa Tanzania wala haina mwezi wa Saudia. Ibada hii ya haji inafanyika eneo moja tu, na kule inapofanyika ibada ya haji, huko ndiko ambako kalenda yake inaongoza mihwari nzima ibada hii. Sasa kwa kalenda ya Ummul Qura Maka leo ni tarehe 28. Kwa hiyo tumebakiwa na kutwa hii ya leo Ijumaa. Ikikupita hii utakuwa umebakiwa na kutwa ya kesho Jumamosi. Ukichelewa kesho usiku mwezi ukiandama, maana yake utakiwi tena kukata kucha zako wala nywele zako mpaka baada ya kuchinja. Kwa hiyo kwa yule aliyedhamiria kuchinja, basi na kama anataka kujisafisha kucha zake nywele zake afanye hilo leo na kesho. Akichelewa baada hapa, kama mwezi ukionekana usiku wa kesho kwa mteja Jumapili, maana yake atakuwa tayari amekwisha kuingia katika vikwazo hivi ambavyo kwa ujumla pia tunashirikiana na mahujaji. Kuna vitu vinaitwa katika fiqh ya Kiislamu vinaitwa mahdhuratul ihram. Aliyenuia kufanya ibada ya hija anaingia kwenye mahdhuratul ihram. Wenzetu wamepiga hatua zaidi, hatakiwi kuoga na sabuni ya manukato, lakini hatakiwi kupaka mafuta mazuri. Mwanamume anatakiwa kuwa na shuka 2 tu tokea na hirimia hija mpaka anamaliza ibada ya hija. Kwa wale walionuia ibada ya hija kwa mtindo wa qiran, maana yake ni kwamba watakuwa kwenye mavazi yao ya shuka 2 wanaume mpaka siku ya mwisho, na hapa katikati hawatakiwi kukata kucha wala nywele wala chochote, bali wao hata mafuta mazuri hawatumii sabuni zenye manukato, hawatakiwi kufunika vichwa vyao. Lakini sisi huku tumepewa vitu viwili, usikate kucha na nywele zako, vingine vyote vibaki haruhusiwa kutumia. Sasa ikhwan, unatakiwa uchinje mbuzi mmoja aliyefikia umri wa mwaka mmoja kwa mtu mmoja, kondoo mmoja aliyevuka umri wa miezi 6 kwa mtu mmoja, na kama watu 2, 3, 4, 5, mwisho watu 7 wameamua kushirikiana, watachinja ng'ombe mmoja aliyevuka miaka 2, au ngamia mmoja aliyevuka miaka 2, wanaweza wakashirikiana watu 7. Wanyama hawa wanatakiwa wale wanyama ambao wana hadhi ya kupewa Allah tabaraka wa taala. Na Allah anatuambia kwenye Qur'ani, lan yanala Allaha luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Haimfikii Allah nyama ya wale wanyama mnaowachinja wala damu ya wale wanyama mnaowachinja. Kinachofika kwa Allah ni ule ucha Mungu wenu.
ambao mnauweka wakati mnataka kuchinja lillahi. Ikhwan, kwa hiyo tunaelekea kwenye ibada ya kuchinja, watu wachinje. Mimi nimesoma baadhi ya maeneo watu wake wanajua maana kuchinja. Siku hizi za kuchinja, lile eneo la kuchinjia, utaona mitaro ya damu inabubujika. Na wengine wamekuwa na tabia za kijahili, mtu anakubali kujidhuru nafsi yake kwa kukosa qurbani. Qurbani maana yake kichinja. Anataka kujidhuru kwenye nafsi yake kwa kukosa kichinja. Alafu wenzetu si wafugaji. Hao wanyama mpaka anakwenda kuchinjwa kwao amepita safari ndefu, huenda kapanda ndege, kapanda meli. Si wanyama wetu hapa hapa tu wanakuja. Na wakati huu wa msimu wafanya biashara wanaleta wanyama mpaka ulipo. Lakini bado watu wamekuwa ni wagumu, alafu wanaridhia kile kilichokuwa duni. Anakwenda msikitini kupanga foleni ya mgao wa nyama, wakati ana uwezo wa kuvaa kanzu ya 100,000, ana uwezo wa kununulia familia yake nzima nguo za sikukuu. Akifikia kwenye kuchinja tu, yeye anaenda kusubiri nyama msikitini. Huu ni udhalili na uduni ambao tunajitakia. Allahumma illa kwa mtu ambaye hana uwezo, basi huyu aende akachukue mgao wa nyama kwa wenzake. Lakini kama wewe unao uwezo, alafu bado hujafikiwa na dhamira hii ya kuchinja, badilika, shiriki kwenye kheri hizi. Wakati ndio huu, na leo ni matendo, kesho ni hesabu. Kama ukutenda leo, ujue kesho unakwenda kuchukua hesabu iliyokuwa mbali. Ikhwani fil iman, nyama hii utaigawanya mafungu matatu. Fungu litakuwa kwa ajili ya nyumba yako, na fungu litakuwa kwa ajili ya jirani yako, na fungu jingine litakuwa kwa ajili ya wahitaji, maskini na mafakiri. Na sio lazima ugawanye uwiano sawa. Mbuzi mmoja mwenye kilo 9 au kilo 10, sio lazima iwe 3. Unaweza kuweka nyumbani kilo 5. Maskini ukawapa kilo 3, kilo 2 ukawapa majirani, haizuiliwi. Hata 1 kwa 5 kwa 7 hivi haizuiliwi. Vyote vile unaviona, lakini hayo mafungu mangapi? Matatu. Ikhwani, ametuambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masiku haya matendo bora, matendo mema anakubalika mno na kupewa thawabu bora kuliko wakati mwingine wowote. Kuna wakati kuna mkanganyiko unakuja, mbona tumeambiwa Lailatul Qadri khairun min 1000 shahr? Naam, Lailatul Qadri khairun min 1000 shahr. Lakini wanasema ahlul ilmi, ubora wa nyakati za usiku ni mwishoni mwa Ramadhani, na ubora wa nyakati za mchana ni siku 10 za mwanzo za mwezi wa Dhulhijja. Lakini ule wakati wa Ramadhani usiku wenye ubora ule wa Lailatul Qadri, sio maana yake mchana ushinde kwenye baa, sio maana yake. Yani mchana pambana, fanya mema, ila usiku zidisha zaidi. Kama ilivyo wakati huu, mchana pambana mno kufanya mema, lakini usiku usiusahau, kwa sababu ni masiku ambayo Allah ameyateua kuyajalia kuwa ni masiku bora. Miongoni mwa matendo bora kufanya ndani ya masiku haya ni kufunga kuanzia tarehe 1 mpaka tarehe 9, siku ya Arafa. Na msisitizo zaidi ni kuifunga ile siku ya 9 yenyewe ya Arafa, ambapo kuja hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema, ahtasibu ala Allahi an yukaffira as-sanata al-madiya wal qadila, Allah atasamehe madhambi ya mwaka uliotangulia na mwaka ujao, kufunga siku moja tu katika siku ya Arafa. Lakini kwa nini wewe uteue siku moja? Mbona unapenda vitu duni? Pambana kwenye masiku yote 9, weka ibada ya saumu miongoni mwa ibada bora ambayo inamchukulia mtu muda mwingi kuwa ndani ya ibada ya saumu. Ndio maana Mtume akasema, aliyefunga halafu akuacha maneno ya upuuzi na ujinga, Allah hana haja na kuacha kwake kula na kunywa. Ili mtu huyu akifunga awe yamefunga macho yake, yamefunga masikio yake, umefunga mdomo wake, zimefunga fikra zake, umefunga moyo wake, anakuwa muda wote kuanzia alfajiri mpaka magharibi yupo ndani ya ibada. Hata ikitokea kuna mtu anamsonga, anamkera, anatakiwa tamke kwa ulimi wake, aseme mimi nimefunga. Ni ibada inayostaghari muda mwingi kwa kumfanya mwenye kufanya ibada hiyo yupo ndani ya ibada. Tutumie michana hii 9 kwa ibada hii adhim, na siku 10 ibada hii adhima, na siku ile ya 10 yenyewe
tuende katika ibada swala ya Idi tukiwa tunaadhimisha siku ya Idi pamoja na kuadhimisha matendo yote tuliyochuma ndani ya siku 9 bila kwenda kuharibu tendo lolote kwa kufanya maasi ndani ya siku ile ya Idi. Ikhwani fil iman, ahlul ilmi wametaja matendo yote yaliyotajwa na Qur'ani na Sunna yanafaa kuwekwa katika masiku haya. Kinachotakikana kwako, badilisha mwenendo wako, usionekane mwenendo wako katika masiku 10 haya unafanana na mwenendo wako uliopo kabla masiku 10 haya, ili uonekane wewe umeathirika na uwepo haya masiku 10. Si wakati sahihi wa Simba na Yanga, si wakati sahihi wa Diamond na Alikiba, si wakati munasibu wa CCM na Chadema, si wakati mzuri kwa Amerika pamoja na Israeli dhidi ya Irani. Muda wote ukawa unafuatilia fulani na fulani anasema nini, sio wakati mzuri huu. Huu ni wakati wa kujipinda, ili ukienda mbele ya Allah tabaraka wa taala uonekane hizi ofa zote alizokupa Allah umewekeza kitu cha ziada. Wa illa, subiri, nenda ukachukue matendo yako aliyofanya yasiyo ndani yake na hizo ofa zote alizoziweka Allah, alafu utamani tena upewe nafasi ya kurudi duniani. Wakati huo kurudi duniani haiwezekani tena. Wakati ulipoambiwa utende au kutenda, ulipoambiwa nenda kachukue hesabu ya matendo yako, nataka kurudi kuja kutenda. Unaona tunapopishana na wakati. La rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan, yani hapo ushakufa, eti unamwambia Allah naomba nirudishe tena nikatende matendo mema. Kwani sasa hivi ninapokuambia tenda matendo mema, tumia vizuri fursa za nyakati hizi, hautuelewi? Unataka mpaka aje mtume akwambie? Hata akija tena mtume akwambia maneno atakasema ni haya haya tu. Kwa hiyo kama unashindwa kufanyia kazi maneno haya, usiathirike na msemaji. Wewe angalia kinachosemwa ni nini, fanyia kazi kinachosemwa, uwe katika waja wema wa Allah subhanahu wa ta'ala, ukapate malipo haya mema. Nasallallahu tabaraka wa ta'ala an yamunna alaina bil ilmi nafi' wal amali salih wa an yaj'alana hudatan muhtadin ghayra dhalin wala mudillin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحابته وسلم والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا.